Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa mpango wa bajeti wa mwaka 2025/26, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imepata mafanikio mbalimbali kama ilivyoainishwa katika kitabu cha hotuba yangu. Mafanikio hayo ni pamoja na kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama nchini. 2, kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya mahakama mtandao katika magereza 18 na hivyo kufikia magereza 84. Huduma hiyo kati ya magereza 125 iliyopo nchini imekuwa ikitolewa. Mafanikio hayo ni sehemu ya matokeo ya utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 13 Januari 2023. 3, Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilisha mradi wa ununuzi wa mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji wenye thamani ya dola za Marekani milioni 100. Mradi huo umewezesha upatikanaji wa mitambo 150, boti 23, helikopta 1 kwa ajili ya uzimaji moto na uokoaji wa magari 3 ya kuzima moto na wa kemikali, magari 5 ya kubeba maji na mitambo 2 ya kuvuta magari mabovu yaliyopata ajali. Nachukua fursa hii kumshukuru kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupata vitendea kazi ambavyo vitaongeza ufanisi na tija kubwa katika utendaji wa kazi. 4, Mheshimiwa, mafanikio mengine ni kufunga mifumo ya Advanced Passenger Information System APIS, Passengers Name Record katika viwanja vya ndege vya kimataifa kiwanja cha ndege cha Julius Kambarage Nyerere, kiwanja cha ndege mkoa wa Kilimanjaro Abedi Amani Karume pamoja na kiwanja cha ndege cha mkoa wa Mwanza jijini Mwanza. Mifumo hiyo itawezesha upatikanaji wa taarifa za abiria mapema, kuzichambua na kufanya maamuzi stahiki kabla ya abiria hao kuruhusiwa kuanza safari ya kuja nchini. 5, Mheshimiwa Naibu Spika, kusajili na kutambua watu 1,145,334 wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, na hivyo kufanya jumla ya watu waliosajiliwa na kutambuliwa mpaka sasa kuwa 27,186 na 421 sawa na 86% ya lengo la kusajili watu 31,447 na 938 kwa mujibu wa makadirio ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. 6, kukamilisha ujenzi na kuanza kutumika kwa mfumo wa kielektroniki wa usajili na usimamizi wa jumuiya ambapo kwa sasa huduma zote za usajili zinapatikana kupitia mfumo huo. 7, kuanzisha kituo cha kupokea taarifa za uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu kinachowezesha wananchi kutoa taarifa na kupata elimu kwa kupiga simu bure kupitia namba 195.